Kama nilivyokuambia, leo kuna wadau mbalimbali ambao wameweza kufika hapa katika siku hii ya leo ya kuweza kupinga vita dhidi ya matumizi ya dawa za kulevya kitaifa. Na leo bonanza la leo limeweza kukutanisha watu mbalimbali katika siku hii hapa ya leo, na huyu ambaye niko naye hapa atajitambulisha yeye ni nani na wadhifa wake pia, alafu tutaenda katika pointi maalum katika siku hii hapa ya leo. Habari za wakati huu? Nzuri, habari yako? Habari yangu ni njema kabisa. Hebu tuambie wewe ni nani na nafasi yako kwa ujumla? Kwa jina naitwa Robert Farume Robert, ni mkurugenzi mwanzilishi wa shirika la Akili Platform Tanzania ambao ni wadau wa afya ya akili, mazingira na haki za binadamu, lakini pia ni mwenyekiti wa mashirika yasiyokuwa ya kiserikali halmashauri ya Tabora mjini ambayo tunasema ni Nakongo, ambao ni mwamvuli wa mashirika yote yasiyokuwa ya kiserikali. Unaizungumziaje siku hii hapa ya leo? Siku ya leo kwangu mimi ninaona ni siku adhimu ambayo kwa kanda yetu ya magharibi inafanyika kwa mara ya kwanza, kwa maana ya kwamba tangu tumepata kanda hii ya magharibi ya mamlaka ya kudhibiti na kupambana dawa za kulevya. Lakini katika siku hii ya leo pia nafarijika kuona kwamba kundi lengo ambalo ni kundi la vijana linaunganishwa na tasnia ya mchezo kuhakikisha kwamba wanapewa elimu juu ya athari ya matumizi ya dawa za kulevya. Lakini jambo la pili, uelewa wa afya ya akili katika jamii. Kwa sisi kama Akili Platform Tanzania tumeungana katika kongamano hili kwanza kuhakikisha kwamba tunatoa elimu ya athari ya dawa za kulevya katika mfumo wa fahamu, athari ya dawa za kulevya katika mazingira. Tukumbuke kwamba tunapokuwa katika jamii yetu, watu wanapofyeka miti, wakalima bangi, wanasababisha athari katika eneo la mabadiliko ya tabia nchi. Ni jambo hilo linaonekana pia katika mikoa yote tulionayo. Ukisoma ripoti ya mamlaka ya kudhibiti na kupambana dawa za kulevya, mkoa wetu wa Tabora umeonekana ni miongoni mwa mikoa mitano inayoongoza katika ulimaji wa bangi. Jambo hili linahitaji nguvu ya pamoja, sisi kama jamii, lakini pia wote kama Watanzania kuhakikisha kwamba tunapinga ili kuweka kizazi endelevu chenye utimamu. Nyinyi kama Akili Platform mmeandaa kitu gani au program gani ya kuhakikisha nanyi pia mnakuwa ni sehemu ya mchango wa kudhibiti matumizi ya dawa za kulevya kwa vijana, lakini pia hizi biashara pia? Kwanza nishukuru mamlaka ya kudhibiti na kupambana dawa za kulevya, tangu mwaka 2024 waliridhia sisi kufanya nao kazi. Kwa hiyo mkakati ambao sisi tuko nao ni wa kuhakikisha kwamba tunatoa elimu katika sehemu za jamii yetu, kwa maana ya kwamba shule za msingi, sekondari, vyuo, lakini pia kupitia makongamano kama haya. Lakini kipekee sisi tumeandaa program maalum ambayo ni ya ubunifu, kwa maana ya kwamba tunafundisha kazi za mikono vijana wale ambao wanakuwa wanaingia katika matumizi ya dawa za kulevya kwa sababu ya umaskini wa fikra kwamba kule watapata hela. Kwa hiyo tunaonyesha kwamba anaweza akafuga nyuki, anaweza akauza asali, anaweza akafanya biashara na akaingiza pesa badala ya kuingia kwenye biashara haramu. Lakini jambo la tatu, sisi kama Akili Platform Tanzania tunaandaa mafunzo ambayo tunakuwa nayo kila mwisho wa mwezi. I think kama mmeangalia tarehe 2 tulikuwa na mafunzo na vijana. Tunawajengea uwezo namna gani wanaweza akatoa taarifa kupitia namba 119 kwenye mamlaka ya kudhibiti na kupambana dawa za kulevya pale wanapoona kuna dalili ya usafirishaji, ulimaji au shughuli zozote zinazohusu dawa za kulevya. Kwa hiyo sisi kama shirika tumeweka huo mkakati wa kuhakikisha kwamba tunaifikia jamii, kuipa uelewa wa pamoja. Lakini kipekee tunawaunganisha waraibu na sehemu za matibabu. Ukiangalia kwa mwaka jana 2025 watu zaidi ya 10 tuliweza kuwaunganisha kwenye sober house tofauti tofauti, ikiwemo kuanzia kule Mwanza, Bagamoyo, Dar es Salaam. Kwa yule kuna muda tunapigiwa simu mtu yuko Shinyanga mfano, sisi tu hatupo kule. Kwa hiyo tunachokifanya tunamuunganisha na sober house iliyopo karibu na yeye au karibu na mkoa aliyopo. Kwa hiyo hilo ndio jukumu letu kubwa, kuhakikisha kwamba jamii inatambua huo uelewa, lakini pia tunatumia sauti za vijana kuhakikisha kwamba wao wanafikisha ujumbe kwa jamii, kwa sababu ni lugha nyepesi na inakuwa inawezekana. Nyinyi kama Akili Platform mnawezaje kushirikiana na mashirika mengine? Mnawezaje kushirikiana na jamii? Pia mnawezaje kushirikiana na serikali kuhakikisha mnaunganisha nguvu kwa pamoja kutokomeza kabisa janga hili na matumizi ya dawa za kulevya? Moja kwenye mashirika, nichukue nafasi hii pia kushukuru mamlaka ya kudhibiti na kupambana dawa za kulevya. Kwa mwaka jana 2025 mimi nilikuwa miongoni
miongoni mwa vijana ambao walipata mafunzo ya drug prevention and curriculum on youth. Kwa hiyo yale mafunzo yameendeshwa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunajengewa uwezo sisi ambao tunafanya kazi na mashirika kuweza kufikisha ujumbe kwa mashirika mengine. Na ukiangalia kwa mwaka huu 2026 tuna mkakati wa kuanzia pale mwezi wa 8 kuhakikisha kwamba tunatoa mafunzo kwa mashirika yasiyokuwa ya kiserikali na kuyaibua yale ambayo yanatamani kufanya kazi na mamlaka, ili wote wapate uelewa pamoja. Iwe ni jukumu la kila shirika kwamba wanapokutana na jamii wanatoa elimu ile na wanagawa vile peperushi kwa ajili ya watu kuweza kupata ile nafasi. Kwa hiyo mimi kama mratibu wa mashirika yasiyokuwa ya kiserikali manispaa ya Tabora nimechukua jukumu hilo la kuwaalika. Hata kesho utakapokuwepo hapa tarehe 5 utaona kwamba kuna mashirika zaidi ya 6 ambayo yatakuwa yamejumuika hapa, ambayo yanafanya kazi ya kuzuia na kupambana na dawa za kulevya kwa kutoa elimu kwenye jamii. Wito wako kwa wazazi na walezi? Wito wangu kwa wazazi na walezi, kwanza tutambue kwamba familia ni taasisi, na hii taasisi ina msimamizi na mratibu. Mratibu ni mama, msimamizi ni baba. Sasa kila mtu asimamie jukumu lake, na katika hilo tuombe kwamba familia watenge muda wa kusikiliza watoto, kwa sababu watoto wanaharibika pindi wanapokuwa vyuoni, wanapokuwa mashuleni, kule ndo wanapoanza kujifunza matumizi ya dawa za kulevya. Lakini kwa sababu wazazi wanakuwa hawana muda wa kuwafanyia assessment watoto wao, wanakuja kukumbuka tayari muda umeshaenda, madhara yameshakuwa makubwa. Kwa hiyo tuwaombe kwa kipindi hiki ambacho wanafunzi wanakuwa hapo likizo na shule zinaenda kufunguliwa, wazazi wawe karibu na shule zile ambazo watoto wao wapo, kujua tabia gani zipo kule shuleni na kule vyuoni, ili kuweza kutambua namna ya kuweza kuwasaidia. Lakini jambo la pili, tuombe urejeshi wa family therapy, mazungumzo tiba katika familia, kwa sababu watoto wanapitia mambo mengi na vijana. Kwa hiyo kila mraibu nyuma yake kuna story behind ambayo imemfanya fikie kwenye uraibu, sio maamuzi ya siku moja. Kwa hiyo tunaweza kusema ni kwamba turudishe tiba ili wale watu ambao pengine wamewahi kuingia au wanatarajia kuingia waweze kuokolewa kwenye stage ya mwanzo. Na jambo la tatu na la msingi ambalo sisi tunaweza tukalisema kama Akili Platform Tanzania, watu tufunguke, hasa wanaume. Ukiangalia juzi ripoti ambayo imetolea mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya, wote waliokamatwa ni chini ya miaka 35 na wote ni wanaume. Sasa ukiangalia scenario kama haya, nyuma yao kuna wake wanaowatemea, kuna watoto wanaowategemea, kuna familia zinazowategemea na mambo kama hayo. Sasa hii inakuwa ni changamoto kubwa ambayo inatokea kwenye familia. Wanaume tunakuwa rebodi kwa mambo mabaya. Kwa hiyo ni wakati sahihi sasa wa wanaume kusimama na kupinga yale mambo ambayo ni mabaya na kurudi kwenye uhalisia wa mambo ambayo ni mazuri. Mwisho si kwa umuhimu, tumrudie Mungu, maana peke yetu hatuwezi. Magumu ni mengi, yanayotuhuzunisha ni mengi, lakini tusiyaweke moyoni, tuyazungumze ili kuleta suluhisho la changamoto hizo ambazo tunapitia. Afya ya akili ni afya, hakuna afya bila afya ya akili. Tunaona michezo inaendelea hapa katika siku hii na bonanza la michezo linafanya vizuri, na walioko uwanjani kwa asilimia kubwa ni vijana. Sasa unaweza ukatuambia michezo ina michango gani au ina mchango gani juu ya kuweza kudhibiti au kumaliza kabisa janga hili la dawa za kulevya Tanzania? Kwamba ili mtu afikie kwenye uraibu kama nilivyosema, kuna kuwepo na changamoto mbalimbali. Inaweza ikawa ni msongo wa mawazo, ikawa na hofu, ikawa ni majonzi, ikawa ni masononeko na mambo kama hayo. Sasa tunapokuja kama ya hivi kucheza, watu wanacheza, watu wanafurahi, kuna vitu wanapunguza vichwani mwao, hasa issue ya stress. Sasa michezo inatusaidia kwa sababu kama kuna waraibu ambao wanatumia dawa za kulevya, walioko hapa ambao ni washiriki watapewa nafasi ya kujifunza, na watakapojifunza itakuwa kwao ni rahisi sana watakapotoka pale kufikisha ujumbe kwa jamii. Ndio maana wakati niko sehemu fulani hapa nimekutana na kikundi cha vijana wao ambao wanafanya usafi. Sasa wakati nawauliza, wananiambia, nimeuliza swali moja, tabia gani ambayo vijana wako nayo lakini mnaona inawakera ila hamna namna ya kuitatua? Wao wameniambia ni moja wapo ni matumizi ya pombe, michezo ya kamari, lakini zaidi kuna wanaotumia bangi. Lakini unaona walikuwa hawajui namna gani ya kuweza kuwasaidia. Lakini
nilipowaeleza na kuambia kwamba nafasi ipo ya kuweza kuwapeleka sehemu wakapata matibabu, unaona mtu anakuambia basi naomba namba yako tutawasiliana, naomba kipeperushi. Kumbe huyu mtu tayari ameweza kutambua na ameweza kuelewa, na hiyo inakuwa nafasi nzuri kwetu sisi kama wanajamii, lakini pia kama Watanzania kuhakikisha kwamba tasnia ya michezo inakuwa ni daraja la kutolea elimu, kufikishia ujumbe kwa jamii na watu kuweza kukomboka. Lakini pia tuendelee kuwaomba wachezaji. Kuna wachezaji ambao wanakuwa na mpumbao wa fikra wakiamini kwamba anapotumia dawa za kulevya atapata nguvu, atacheza sana na vitu kama hivyo. Hizo ni dhana ambazo zimeshapitwa na wakati. Kwa hiyo wasitumie dawa za kulevya kwa kigezo cha kutaka kutumia nini, kucheza au kuwa kwenye michezo. Pengine labda kuna swali ulihitaji nikuulize lakini sikuweza kukuuliza. Sasa tukielekea kuhitimisha, hebu ongea lolote lile ambalo huenda utamani nikuulize sikukuuliza pia. Karibu sana. Asante. Nafasi ya kijana katika kuzuia na kupambana na dawa za kulevya ni kubwa sana. Kwa hiyo vijana tutumie ubunifu kama kauli mbiu yetu ilivyo, ubunifu wa kimkakati, kwamba tunapoangalia kuna janga la dawa za kulevya, vijana tunatakiwa tuibue vitu ambavyo vitajenga kwanza ajira, lakini vitaleta nafasi ya kuleta ile togetherness, sio utengano, na zaidi tutaleta mkakati wa kusaidia wale ambao ni waraibu na kuweza kuwaokoa kwenye janga ambalo wanapitia. Sasa tukitumia ubunifu katika adili tulionayo hii, itatusaidia sisi kama binadamu kuweza kujua kwamba tunaweza tukaleta mabadiliko chanya katika jamii yetu, tukaokoa vizazi vilivyo, lakini zaidi tusaidia wale watoto ambao pengine wametahabika baada ya kuachwa na ndugu zao ambao walikuwa ni waraibu, wameingia kule. Tukirudi kwenye ile ripoti ya mwaka 2024 inatuonyesha dhahiri kwamba wanawake walikuwa zaidi ya 6,000, wanaume 7,000 katika mkoa wetu wa Tabora ambao wamepatiwa matibabu kwenye vituo vya afya ya akili ambao wanatokana na uraibu wa pombe na dawa za kulevya. Hii idadi ni kubwa, watu 14,000 wanapoteza nguvu kubwa ya taifa. Kwa hiyo niwaombe vijana tutumie nafasi hii ya kuhakikisha kwamba tunakuwa daraja, youth voice, katika eneo la prevention na katika eneo la utoaji elimu. Tukihitimisha kabisa, tuhitimishe kwa majina yako na nafasi yako pia. Katika kuhitimisha, narudia kusema mimi naitwa Robert, ni mkurugenzi mwanzilishi wa shirika la Akili Platform Tanzania na mratibu au mwenyekiti wa mashirika yasiyokuwa ya kiserikali katika halmashauri ya Tabora mjini. Na kwa wale ambao pengine wanatamani kujifunza zaidi, kwa sababu elimu nyingi tumeshaiweka katika mitandao yetu ya kijamii, hasa Instagram kama Akili Platform Tanzania, katika eneo la Facebook kama Akili Platform Tanzania, katika eneo la LinkedIn kama Akili Platform Tanzania. Lakini pia unaweza ukatupigia simu kupitia namba 0626551859 ili kuweza kujua mengi zaidi, na tunakaribisha katika ofisi zetu zilizopo pale karibu na kanisa la Efata kama Akili Platform Tanzania. Njoo tuyazungumze. Kama umeachwa, una migogoro katika mahusiano, changamoto ya maisha, unapata ugumu wa kufanya maamuzi, unalala usingizi unakosa hamu ya kula, kwa wale waliooa na kuolewa unakosa hamu ya tendo la ndoa, njoo tuyazungumze, tuyaweke sawa. Wewe ni wa thamani. Nikushukuru sana. Asante sana. Haya. Kama jinsi ambavyo umemsikia kiongozi kutoka katika shirika la Akili Platform, ameeleza mengi, sihitaji kumnukuu kwa sababu ameeleza katika ujazo wa hali ya juu. Bado tuko hapa katika viwanja hivi tukiendelea na maadhimisho katika siku hii hapa ya leo. Endelea kuwa nasi.